Tamasha la Kizimkazi ni sehemu muhimu ya safari ya maendeleo na ustawi wa wananchi wa wilaya ya Kusini, maeneo ya jirani na Zanzibar kwa ujumla. Kila mwaka linapofanyika linaacha alama na tunazindua na kuweka mawe ya msingi ya miradi mbalimbali ya maendeleo. Kwa mwaka jana 2025, kutokana na shughuli za uchaguzi hatukuweza kufanya tamasha hili, lakini mwaka huu tunashukuru Mungu imewezekana na limefana sana. Miradi tayari ilishatajwa, kwa hiyo sitakwenda kutaja miradi, lakini niseme miradi yote iliyozinduliwa au iliyojengwa kwa kupitia tamasha hili, haya ndio malengo hasa ya kuanzishwa kwa tamasha hili. Na kwa mwaka huu nimefurahishwa na kauli mbiu ya tamasha inayosema Kizimkazi kumenogwa, shangwe na fursa. Nataka nirudie, Kizimkazi kumenoga, shangwe na fursa. Mtakubaliana nami nyote mlioshiriki tamasha hili, mmeona ukweli huu kwamba Kizimkazi na wilaya ya Kusini kwa ujumla ilinoga. Wilaya ya Kusini ilichangamka, wilaya ya Kusini ilifurahi, ilikuwa na biashara na imepata fursa tulizokusudia katika kuboresha maisha na ustawi wa wananchi wetu. Ndugu zangu, shangwe siku zote ni nzuri, inatuleta pamoja, inaimarisha mshikamano na umoja, inatusaidia kutangaza utamaduni wetu na kuvutia wageni. Lakini kazi yetu kama viongozi ni kuhakikisha fursa zinazozalishwa ama kuibuliwa ndani ya shangwe hizi zinawagusa wananchi wetu, tunaziunga mkono na kuzishusha kwa wananchi wetu kama Rais wa Zanzibar alivyoahidi. Kwa hiyo shangwe iwe lango la fursa na fursa hizo ziwe chanzo cha ustawi wa wananchi wetu na taifa kwa ujumla, ili baada ya shangwe hilo kumalizika, wananchi wabaki na huduma, miundombinu, biashara na fursa zinazoendelea kufanya kazi. Na hapa nina uhakika kauli mbiu ya mwaka huu tumeitendea haki. Asanteni sana mlioshiriki kuileta shangwe hiyo Kizimkazi na maeneo ya jirani na hatimaye fursa kujitokeza. Ndugu zangu, wilaya Kusini ya leo imebadilika, sio kama ya miaka 10-15 iliyopita. Tofauti na ilivyokuwa mwaka 2016 wakati tunaanza tamasha hili. Kizimkazi hii imekuwa na fursa nyingi za biashara na uwekezaji. Miundombinu na miradi tunayojenga imeendelea kuvutia wananchi na wawekezaji kuja kufanya shughuli zao katika eneo hili. Hivyo niwaombe wale wote walioziona fursa ndani ya wilaya hii waje kwa uwekezaji, tunawakaribisha. Rais wa Zanzibar ameweka mazingira mazuri sana ya uwekezaji. Karibuni sana kuja kuwekeza. Tunaendelea kujenga uwanja katika mambo ya fursa au katika kufungua fursa. Tunaendelea kujenga uwanja wa michezo ambao ukikamilika utaweza kutumika katika michuano ya Kombe la Mataifa ya Afrika, yani AFCON, yatakayofanyika mwezi Juni mwakani 2027. Uwanja huo ni fursa kwenu wawekezaji kuja kuwekeza kwa ajili ya huduma zitakazotolewa kwa wachezaji na watu wote watakaoshiriki katika michuano hiyo. Ndugu zangu, ninapoelekea kuhitimisha, nipende kusisitiza suala la amani na usalama na utulivu ndani ya nchi yetu. Kila ninapopata fursa ya kuzungumza na wananchi, imekuwa ni utaratibu wangu wa kusisitiza na kuwakumbusha umuhimu wa kuendelea kuzilinda na kuzitunza tunu hizi kwa nguvu zote. Uwekezaji, maendeleo tunayoyaona hapa, uwekezaji, utalii, biashara, ajira na huduma za jamii hayawezi kustawi katika mazingira ya vurugu na uvunjifu wa amani. Niwaombe Watanzania wenzangu, hususan vijana, msikubali kuharibu amani ya nchi yenu. Amani ndiyo kila kitu katika maisha yetu. Kwa niwaombe sana tukatae kwa nguvu zote wasiolitakia mema taifa letu, na tulinde Tanzania yetu na muungano wetu kwa mustakabali wa kizazi chetu na kizazi kijacho.